Embu kwanza tuanzie hapa. Hivi unaikumbuka hii video? Kama unaikumbuka ama uikumbuki, ngoja kidogo tuiplay kidogo, usikilize kidogo alafu tutaendelea. Tuko hapa panaitwa wapi hapo? Bagamoyo eti. Pande. Tuko hapa Mpande, Bagamoyo. Maeneo ya Ununio. Tumepigiwa kule Ununio. Tumepigwa sana na polisi. Walipomaliza kutupiga wakatupeleka Ambweni, kituo cha polisi. Wamekaa na sisi pale karibia masaa 3, wakatuambia ingieni kwenye gari. Masaa 4 wakatuambia. Sasa jeshi la polisi bwana lilikuja na kutoa tamko kwamba lenye halijahusika na kuwakamata hawa ambao unaona hapo. Na hii iliweza kuibua sintofahamu kwa sababu wengi waliamini jeshi la polisi linahusika. Sasa leo bwana katika page ya Malisa GJ, yeye alikuja na uthibitisho, lakini pia nikajaribu kwenda kwa muhusika. Basi nilijionea kile ambacho watu walikuwa wanakizungumzia. Aliandika, katibu mwenezi mstaafu Bavicha Taifa Twaha Mwaipaya, jana afande Mulilo alisema sisi tulopigwa kwenye poli la Ununio na kuumizwa vibaya kisha kutupwa polini huko Bagamoyo hatukukamatwa na polisi. Yaani polisi haihusiki na kukamatwa kwetu, kupigwa wala kwenda kutupwa huko Bagamoyo. Sasa nimeweka hii picha ambayo inaonesha mimi na mzee Rafaeli tukipandishwa kwenye gari la polisi nje ya geti la Kisutu tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa Mulilo atuambie, hawa waliovalia sare za polisi sio polisi? Je, waliwateka polisi kisha wakawanyang'anya sare zao wakazivaa halafu wakaja kutukamata sisi? Nikaona okay, hebu ngoja kwanza, huyu ni Malisa, hebu ngoja nimtafute Twaha Mwaipaya mwenyewe ambaye ni katibu mwenezi mstaafu wa Bavicha, yani baraza la vijana wa Chadema Taifa. Nilipoenda nikajithibitishia, na yeye akasema hivyo kwamba jana afande Mulilo alisema sisi tulopigwa kwenye poli la Ununio na kuumizwa vibaya kisha kutupwa mbuga ya wanyama ya Pande Bagamoyo hatukukamatwa na polisi. Pichani ni mimi na mzee Rafaeli tukipandishwa kwenye gari ya polisi kwenye geti la Kisutu tarehe 24. Sasa Mulilo atuambie, hawa waliovalia sare za polisi waliwateka polisi kisha wakawanyang'anya sare zao wakazivaa alafu wakaja kutukamata? Kwa hiyo bwana utata ndio ulikuwa hapa. Sasa nikaa nimepata baadhi ya video ambazo kama unakumbuka kuna mmoja ya wanachama wa Chadema alilalamika kwamba alipigwa vibaya na mbwa na akang'atwa na mbwa. Sasa hebu itazame hii video halafu hebu acha comment baadaye. Kiasi unasema? Imeshaanza. Jamani jamani tuko hapa panaitwa wapi hapo? Bagamoyo eti. Pande. Tuko hapa Mpande, Bagamoyo. Maeneo ya Ununio. Tumepigiwa kule Ununio. Tumepigwa sana na polisi. Walipomaliza kutupiga wakatupeleka Ambweni, kituo cha polisi. Wamekaa na sisi pale karibia masaa 3, wakatuambia ingieni kwenye gari. Masaa 4 wakatuambia ingieni kwenye gari. Tumetuingiza kwenye gari, wameanza safari. Watu wameumizwa. Tumefika hapo wametushusha hapo. Tuambie endelee na mambo. Kwa hiyo tupo hapa tunaomba msaada. Watu wameumiwa kama mnavyoona hata mimi. Kuna dada hapa wewe tendo amepiga hata mwana. Kiasi unasema? Imeshaanza. Jamani mwenyekiti tunaomba msaada. Tuko hapa panaitwa wapi hapo? Tunaingia kwenye gari. Bagamoyo. Tunaomba msaada. Pande. Tuko hapa Mpande, Bagamoyo. Maeneo ya Ununio. Tumepigiwa kule Ununio. Tumepigwa sana na polisi. Walipomaliza kutupiga wakatupeleka Ambweni, kituo cha polisi. Wamekaa na sisi pale karibia masaa 3, wakatuambia ingieni kwenye gari. Masaa 4 wakatuambia ingieni kwenye gari. Tumetuingiza kwenye gari,
wameanza safari. Watu wameumizwa hapa, sana. watu wameumizwa. Tumefika hapo wametushusha hapo. Natuambia endelee na mambo yenu. Kwa hiyo tupo hapa tunaomba msaada. Watu wameumiwa kama mnavyoona, hata mimi huwa amenivunja, huyu mzee amevunja. Kwa dada hapa hawezi kutembea, wamepiga hata mwanamke hawezi kutembea. Kisa tu ni kuhudhuria mahakamani. Kuhudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti wetu, na hakuna fujo yote tumefanya. Tumeenda tu tunaambiwa ingia kwenye gari. Tunaomba msaada. Tuko Bagamoyo hapa Mpande. Asanteni, tunawashukuru sana. Tunaomba msaada wenu jamani. Asanteni sana.